Fellow Kenyans, kwanza nataka kutoa pole za rambirambi kwa familia ya Jaramogi na pamoja na Mama Hainda kwa kifo za baba yetu mpendwa Raila Amolo Odinga. Ni mzee ambaye tulikuwa tunapenda sisi wote wa Kenya, kutoka pande zote za dunia, anapendwa na kila mtu. Huyo mzee alikufa na kila mtu alihuzunika sana, iwe upinzani, iwe kwa serikali, iwe wapi. Pole sana kwa familia ya baba yetu, tunampenda sana na Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Jambo ambalo linaendelea katika nchi yetu saa hii tunaongea hivi ni mambo ambayo ya viongozi wetu ambayo wanaongea ni kama wamerogwa. Kuna kiongozi mmoja hapa Mount Kenya anaitwa Mr. Mutahi Kahiga. Mutahi Kahiga jana aliweza kuongea kitu ambayo kila Mkenya, hata ikiwa ni jirani yake ama familia yake, walisikia vibaya sana. Kwa sababu sisi wa Afrika tunadhamini mtu ambaye amekufa sana. Aliweza kusema hata ya kwamba ni furaha sana kwa watu wa mlima kwa sababu baba yetu ameenda. Hiyo ni uongo mtupu. Sisi watu wa mlima tunahuzunika sana na hatuko na amani katika roho zetu kwa sababu ya mzee Raila kuwa hayuko katika nchi yetu ya Kenya. Raila hakuwa kiongozi wa upinzani peke yake, ila Raila alikuwa kiongozi wa Kenya mahali popote walipo. Mutahi Kahiga, hiyo maneno uliongea ya kwamba hiyo ni yako peke yako na utalipa. Mungu atakulipisha wewe peke yako. Vile uliongea ndivyo utanjibu maswali vile inafaa. Ningeomba serikali hata iweze kumchukulia hatua, isionekane ni kama kwamba ametumwa na watu wa Mount Kenya ama ni mtu binafsi. Sisi wale ambao wanashtumu Mutahi Kahiga, hata wao pia waangalie mpaka mahali ilipo, kwa sababu wengine wanaongea wakisema ati anaongea ni kama ametumwa. Mutahi Kahiga hii ni mara ya 3 ameongea. Juzi kitambo alitukana wa Masai, akasema wamevaa short. Kidogo sijui aliongea kuhusu mambo ya impeachment ya Gachagua. Hiyo mambo yote Mutahi Kahiga yeye uongea kwa niaba yake, si kwa niaba ya mtu binafsi. In fact Mutahi Kahiga na Gachagua hata politically wako na different kidogo kwa sasa hivi. Kwa sababu saa hii Mutahi Kahiga haonekani hata kwa mikutano ya Gachagua, amekaa kando kabisa. Mutahi Kahiga ako kwa chama ya UDA na Gachagua ako chama ya DCP. Hiyo ni chama mbili tofauti sana. Hatujawahi sikia Mutahi Kahiga mahali popote DCP kuna mkutano ameenda. Kwa hivyo msiweke chama ya DCP kwa maneno ya Mutahi Kahiga na msiweke Gachagua kwa maneno ya Mutahi Kahiga, kwa sababu tunajua ya kwamba hao watu wawili ni watu wametoka eneo moja. Lakini wakati unaingiza siasa ya huyu kwa hapa, kila mtu abebe msalaba yake. Mutahi Kahiga beba yako. Gachagua, juzi tuliona Gachagua ameongea kuhusu wamama huko Kirinyaga na Embu. Hatukuambiwa mahali popote Gachagua ametumwa na mtu fulani. Alibeba mzigo yake peke yake na akaenda huko Kirinyaga akaomba msamaha. Na hiyo story ilisha hivyo. Kwa hivyo wacheni kuweka Gachagua kwa mambo ya Mutahi Kahiga. Mutahi Kahiga tunamjua kwa kuongea. Yeye huongea tu, bora aongee. Na anaongeanga bila limit. Kwa hivyo akitaka ataenda kuomba msamaha kwa familia ya Jaramogi ama akufe na laana yake peke yake. Jambo la pili ni huyu mama yetu mwingine hapa kutoka Bondo, sijui Omambe, anaitwa Gladys Wanga. Pia na yeye na Mutahi Kahiga ni kama masista, ni kama mandugu. Wote uongea, bora waongee. Uwezi sema umeweka line kwa wale wote wana marafiki wa Gachagua na Kahiga. Hao watu wawili ni tofauti. Gachagua ako na wafuasi more than 7 million. Au kama mtaweka line kwa watu milioni 7, utabaki na akina nani? Hii Kenya iko na watu zaidi ya 40 million. Wakati unawekea eneo fulani line, inamaanisha wewe si national leader. Tunaelewa vizuri Gladys Wanga mahali amepoint. Anataka hii kiti ya deputy president Kindiki. Na Kindiki asipochunga naye atatumiwa vibaya na watu, mwishowe siku ya kura ikifika atatupo kama Gachagua. Na hii kiti inaenda Nyanza. Kwa hivyo deputy president Rigathi Kindiki, please rudi nyumbani ukae na watu wako vizuri. Hao watu tumewaonea 18. Inaweza kuwa hii kiti yako inarudi Nyanza.
vile tunasikia kwa media. Kwa hivyo enda nyumbani ujue vile utakaa na watu wako vizuri. Gachagua alitumiwa hivyo, akapika walevi, akapika pombe, mwisho akawatoa. Kuunganisha walevi na pombe tena sasa kwake imekuwa ngumu sana. Kwa hivyo na usimalize watu wako. Enda ukae na watu wa Meru, watu wa Kirinyaga, watu wa Embu, watu wa Murang'a, mkae chini, unganishe ikue kama jamii. Sasa Ruto anaenda akiunganisha Wakalenjin. Juzi ameita Gideon Moi, hatujasikia ni ukabila. Ameita Lina Njabi kilimo. Wamekaa chini wameungana kama jamii, hatujasikia ni ukabila. Sasa anatafuta Isaac Ketel mahali popote alipo aweko hapa. Anatafuta ule mwingine wa ule mbunge wa kitambo wa Cherangai, sijui anaitwa nani. Wote anawatafuta, hatusikii ni ukabila. Lakini mlima ikiungana tu watu wawili tukae chini hivi tukunywe chai ni ukabila. Kwa hivyo viongozi wa Mount Kenya, please tuunganeni, mkae pamoja, muendeleze Mount Kenya, tukae na amani, maendeleo irudi nyumbani. Maendeleo itarudi nyumbani kwa kifo ya Raila vile Mutahi anamaanisha? Hapana. Itarudi Mount Kenya kama tuko na amani na tuko na pamoja na tuko na umoja. Hivyo nasema kwa Mr. Ruto. Juzi wakati Raila alikufa hiyo siku yenyewe, Ruto alirauka asubuhi kusaini miswada ambayo ni ya kumaliza vijana wetu. Hata hii maneno tunaongea hivi hapa inaweza wekwa kwa media saa hii usikie hao vijana wameshikwa kwa sababu kuna bills alipitisha na ikawekwa sign kulingana na vile ambavyo wale wanasheria wamekataa. Kwa hivyo ningeomba hivi ile koti ilisema imesuspend hiyo miswada yote ya Ruto, ningeomba ipitiliwe nje, itupo kabisa, irundi tena kwa mbunge, iende iangaliwe upya, isikuje kwa kandamiza vijana wetu, kwa sababu ni vijana ambao wanatumia mitandao na wanaitumia na njia mingi, mzuri na mbaya. Kwa hivyo waangalie wale wanaitumia vibaya na wale wanaitumia vizuri. Mimi nasema hivi, Bwana Ruto, wachanga kukimbilia maneno ambayo yanaumiza Wakenya wenzako. Kwa sababu hiyo mswada uliweka sign leo na Raila akakufa jioni, akakufa asubuhi. That means ni kama ulikuwa unajua ili ifuniko na hii mambo ya Raila. Kwa hivyo tunasema hiyo mambo isimamishwe hivyo na koti, irudishwe tena kwa bunge, iangaliwe ili ipitishwe kama ambayo itaweza kusaidia Wakenya wenzetu. Mimi sina mengi, nasema ni asante na tuendelee na kukaa na amani na kuhubiri amani na upendo na urafiki katika nchi yetu ya Kenya. Thank you.